Rigathi Gachagua alizaliwa tarehe 28 mwezi Februari 1965 katika kijiji cha Ruguru huko Mathira, kaunti ya Nyeri. Kata aliyozaliwa Rigathi Gachagua ilijulikana kama Hiriga. Babake alikuwa msaidizi wa siri wa Mau Mau aliyeitwa Nahashon Gachagua Reriani, na mama yake alikuwa Martha Kirigo ambaye pia alihusika na vita vya msituni kabla ya uhuru. Wakati Rigathi Gachagua alizaliwa, familia yake iliishi katika moja ya vijiji spesheli ambavyo wakoloni walilazimisha Wakikuyu kuhamia kama njia ya kupigana na waasi wa Mau Mau. Wakati huo, mzee Nahashon Reriani alikuwa na watoto 7 na alikuwa fundi mwenye tajriba ama technician aliyesaidia kutengeneza bunduki na silaha zingine kwa niaba ya wana Mau Mau. Kuepuka kukamatwa na majeshi ya mkoloni, mzee Reriani aliingia msituni huku mkewe Martha akifanya siri kuwapelekea Mau Mau chakula msituni. Katika kipindi hicho cha kabla ya Kenya kupata uhuru wa 1963, serikali ya mkoloni iliwalazimisha Wakikuyu, Waembu na Wameru kuishi katika vijiji maalum vilivyoitwa reserves, ambapo mitaro mikubwa ingechimbwa kuzunguka vijiji hivyo ili asiondoke mtu ama kuingia bila ruhusa ya mkoloni. Ilikuwepo daraja moja pekee iliyovuka mtaro na kuingia kijijini, na askari wa mzungu wakawa wanailinda daraja hiyo usiku na mchana. Ni katika mtaro sawa na huu huko Tetu ambapo kiongozi wa Mau Mau Dedan Kimathi alikamatwa Oktoba 1956. Katika miaka ya kwanza ya Kenya huru, Rigathi Gachagua na ndugu zake walilelewa katika hali ya kimaskini na mara nyingi wakalala bila chakula katika nyumba yao ya nyasi kijijini cha Ruguru. Wakati Gachagua akizaliwa siku ya mwisho ya mwezi Februari 1965, ndugu zake 7 walikuwa tayari wamezaliwa na majina yao ni kama ifuatavyo. Kakake mmoja ni marehemu Nderito Gachagua aliyeaga dunia hospitalini huko jijini London katika hospitali ya Madsen Hospital alikokuwa anatibiwa saratani ya kongosho ya tumbo ama pancreas cancer. Wakati wa kifo chake tarehe 24 Februari 2017, Nderito alikuwa gavana wa kaunti ya Nyeri. Kaka mwingine wa Rigathi Gachagua ni mwenda zake Fred Wachira ambaye alikuwa daktari huko Afrika Kusini hadi pale alipoaga dunia mwaka wa 2012. Rigathi Gachagua aliwaambia wanahabari kuwa daktari Fred Wachira aliaga dunia kufuatia uraibu wa pombe na ikambidi Rigathi kuendea mwili wake huko Jamhuri ya Afrika Kusini. James Reriani Gachagua alikuwa kakake kifungua mimba na Rais Rigathi Gachagua ambaye aliaga dunia tarehe 8 mwezi Mei 2022 akiwa na umri wa miaka 78. Wakati kakake mdogo marehemu Nderito Gachagua aliamua kuwania ugavana wa Nyeri 2013, James Reriani aliamua kuwania ubunge aliyoshikilia Nderito wa eneo bunge la Mathira, lakini akashindwa debeni na mshindani wake Peter Weru. Jackson Reriani ndiye kaka wa mwisho wa Rigathi Gachagua kuaga dunia jioni ya tarehe 24 Septemba 2023. Sawa na James Reriani, Jackson Gachagua alikuwa mhandisi ya mainjinia ambaye naibu rais alisema alipoteza maisha yake kutokana na ulevi wa kupindukia. Kulingana na Rigathi Gachagua, Jackson ndiye ndugu yake ambaye alimsomesha na wawili hao walikuwa na uhusiano wa karibu zaidi. Wakati akitangaza vita dhidi ya vileo vya kienyeji vijijini Mlima Kenya mwaka wa 2024, Rigathi Gachagua alifichua kuwa ndugu zake 4 Wachira, Nderito, James na Jackson wote waliaga dunia kutokana na sababu za ulevi wa kupindukia, na kuwa yeye alisalia bila ndugu yoyote wa kiume, na kuwa yeye mwenyewe alikuwa ameacha ulevi wa kupindukia miaka mingi awali kwa ushauri wa mkewe Dorcas Wanjiku. Hata hivyo, kando na marehemu kaka zake, naibu rais Rigathi Gachagua alizaliwa pamoja na dada wengi na majina yao ni kama ifuatavyo: Lilian Wangu, Linda Muthoni, Eunice Nyangari na Jennifer Gasheke. Johnson Kibara, James Reriani, Peterson Wachira, Lea Wangari na Josephine Wangari wote ni ndugu zake wa kambo naibu rais Rigathi Gachagua waliozaliwa na mkewe wa pili, babake mzee Nahashon Reriani. Ilipofika Januari 1971, Geoffrey Rigathi Gachagua akajiunga na shule ya msingi ya Kabiroini iliyokuwa kilomita 5 kutoka kijijini kwao Ruguru, kata ya Hiriga. Wanafunzi wenzake aliosoma nao Kabiroini Primary wakati huo wanamkumbuka Rigathi kama kijana shupavu darasani aliyeibuka nambari 1 haswa katika somo la lugha ya Kiingereza na hisabati. Wengine kama mjenzi Joseph Ng'ombe kutoka Mathira waliwaambia wanahabari kuwa Rigathi Gachagua alipenda kuwapa watoto wenzake peremende na kusaidia masomo walioachwa nyuma darasani.
Geoffrey Rigathi Gachagua alihitimu mtihani wake wa CPE kutoka shule ya Kabiroini mwaka wa 1977 na mwaka wa 1978 uliofuata akaingia shule ya upili ya Kianyaga High School iliyoko eneo bunge la Gishugu kuanzia masomo yake ya sekondari, wakati huo ikijulikana kama O-Levels Certificate. Baadaye alipozuru shule hiyo ya Kianyaga kama naibu rais mwaka wa 2023, Gachagua alikumbuka jinsi alivyokuwa mwanafunzi mtukutu aliyeadhibiwa mara kwa mara. Mwalimu wake mkuu enzi hizo aliyeitwa Julius Kanondumbi alimcharaza viboko zaidi ya mara 400 kulingana na ushahidi wa Gachagua mwenyewe. Zaidi, kiongozi huyo alisimulia jinsi alikuwa ameliwa na funza na chawa miguuni alipoingia shule hiyo ya Kianyaga iliyopo kaunti ya Kirinyaga. Siku hizo kuta za mabweni ya wanafunzi wa shule ya Kianyaga zilijengwa kwa matope na wapishi waliweka mafuta taa katika githeri walichokila wanafunzi kama njia ya kuwapunguzia hamu za ujana. Baada ya kuchaguliwa kama naibu rais wa Rais William Ruto, Rigathi Gachagua alipeleka wanawe wawili wa kiume kuona kitanda chake alicholalia enzi hizo katika bweni la Ndagana shuleni Kianyaga. Gachagua aliporudi Kianyaga mwaka wa 2023, aliahidi kuinunulia shule hiyo basi jipya aina ya Scania na akawazawadi wanafunzi, walimu na wafanyikazi kitita cha shilingi 800,000 wafanye sherehe za kujipongeza. Rigathi Gachagua alikamilisha masomo yake ya O-Levels huko shuleni Kianyaga mwaka wa 1981 na akakalia mtihani wa kitaifa ulioitwa Certificate of Education KCE, ambao alipita na kuhitimu kuingia awamu nyingine ya elimu yake. Mwaka uliofuata wa 1982, Rigathi Gachagua akarudi shuleni Kianyaga na akaanza masomo yake ya A-Levels, yani Form 5 na Form 6. Alihitimu cheti chake cha Kenya Advanced Certificate of Education mwaka wa 1983 na akawa amepita kwa alama za juu katika vitengo vitatu na alama za wastani katika somo moja, yani 3 principles and 1 subsidiary division. Moja ya masomo aliyopita vizuri katika mtihani wake wa A-Levels ni somo la fasihi ya Kiingereza, yani English Literature. Gachagua na wenzake walikuwa baina ya makundi ya mwisho ya wanafunzi waliohitimu chini ya mfumo wa elimu wa zamani wa 7423 ulioondolewa mwaka wa 1985 na ukawekwa ule wa 844. Wakati huo wanafunzi waliohitimu kuingia vyuo vikuu baada ya kidato cha 6 walilazimika kusubiri miaka 2 kabla ya kuanza masomo yao ya juu. Rigathi Gachagua alimaliza mtihani wake Kianyaga mwisho wa 1983 na kurudi nyumbani kwa muda mfupi. Katika kipindi hiki akisubiri kuingia chuo kikuu, alipata nafasi kufundisha Kiingereza na fasihi yake katika shule ya sekondari ya Kwandanze huko kaunti ya Machakos kama mwalimu asiyekuwa na tajriba, yani untrained teacher. Kutokana na umahiri wake kama mchezaji wa mpira wa volleyball aliposoma shuleni Kianyaga, Gachagua alianzisha timu ya mchezo huo huko alikofundisha Machakos, na timu yake hiyo ikaishia kuwa bora hata baada yake kuondoka Kwandanze. Basi haikuwa ajabu wakati kijana huyo wa mzee Rigathi Gachagua alipata mwito kusomea shahada ya sayansi ya siasa na fasihi ya Kiingereza katika chuo kikuu cha Nairobi. Shahada ya Political Science and Literature kama ilivyojulikana wakati huo iliishia kubadilishwa jina baadaye na serikali ya Daniel Moi ikaiita masomo ya serikali, yani Government Studies. Geoffrey Gachagua alipokuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi alijihusisha na uongozi wa makundi tofauti ya wanafunzi. Kwanza aliingia kwa chama cha wanafunzi wa literature na akaishia kuwa kiongozi wa chama hicho. Zaidi alikuwa mwigizaji bora aliyecheza katika kundi la sarakasi la Free Travelling Theatre ambalo liliigiza michezo ya vitabu vya shuleni. Baada ya kuzoea mazingira ya chuo kikuu cha Nairobi, Gachagua aliingilia siasa za chuoni na akajiunga na muungano wa siasa za wanafunzi wa wilaya ya Nyeri. Muungano huo ulioitwa Nyeri District University Students Association NDUSA pia uliishia kumchagua Geoffrey Gachagua kuwa kiongozi ama mwenyekiti wake. Ni wakati huo wa 1980s ambapo rais wa 5 William Ruto pia alikuwa anasomea sayansi za wanyama na mimea, yani zoology and botany hapo chuoni kikuu cha Nairobi. Ruto alikuwa mwenyekiti wa wanafunzi wa Kristo almaarufu kama Christian Union, na zaidi sawa na Gachagua, Ruto aliongoza muungano wa wanafunzi wa wilaya yake ulioitwa Uasin Gishu University Students Association. Hizi zilikuwa enzi ambazo wanafunzi wa vyuo vikuu walihusika zaidi katika siasa za kitaifa, na kulikuwa na mgawanyiko wa mawazo kati ya wale waliopinga uongozi wa serikali ya KANU na wale baina ya wanafunzi waliouunga mkono.
Basi ikawa serikali ya Moi inatumia maafisa wa upelelezi kutafuta viongozi baina ya wanafunzi ambao wangesaidia kuleta ushawishi wa KANU na Moi kati ya wanafunzi wenzao katika vyuo vikuu. Baada ya maandamano yaliyoongozwa na Miguna na Wafula Buke mwaka wa 1987, Rais Daniel Moi alikuwa amepiga marufuku muungano wa wanafunzi wa Student Organization of Nairobi University almaarufu SONU, na alitaka kutafuta kizazi cha viongozi wa vyuo vikuu ambao walikuwa watu wa KANU. Basi kwa lengo hili, naibu chancellor Profesa Philip Mbithi, ambaye alikuwa mmoja wa wasomi waliojihusisha na KANU, akapewa jukumu kutafuta vijana viongozi na chipukizi kutoka kwa chuo chake. Geoffrey Rigathi Gachagua alikuwa mmoja wa wanafunzi waliokuwa wameonekana na Profesa Mbithi, hasa kutokana na uongozi wake wa wanafunzi wa Kikuyu kutoka Nyeri. Katika kipindi hiki ambacho Rigathi Gachagua alikuwa anajijenga kielimu huku akikuza uwezo wake kama kiongozi wa kisiasa, naye Profesa Mbithi alikuwa anazidi kuaminika na Rais Daniel Moi. Kufikia mwezi Juni 1987, Profesa Philip Mbithi alimuita Rigathi Gachagua na viongozi wengine wa wanafunzi chuoni na akawaambia kuwa wangekuwa namtembelea Rais Daniel Arap Moi. Katika enzi hizo, kila wilaya ilipata nafasi kupeleka wanafunzi wake kumzuru Moi, na wakati huu ilikuwa awamu ya wanafunzi kutoka Nyeri. Katika mkutano huo, Gachagua alihitajika kuchagua wanafunzi ambao wangewakilisha wenzao katika mkutano wao na Rais Moi. Basi akaenda chuo cha Kenyatta University kusajili wawakilishi wa chuo hicho kutoka Nyeri, na hapo ndipo alikutana na mkewe wa sasa, Dorcas Wanjiku. Dorcas Wanjiku alikuwa mwanafunzi katika chuo hicho cha Kenyatta University, na Rigathi Gachagua Geoffrey alipomuona dada huyo akawa amemvutia mara moja. Kulingana na ushahidi wake Pastor Dorcas mwenyewe aliyoutoa baadaye, siku ambayo walikutana ilikuwa tarehe 17 mwezi Juni, na Rigathi Gachagua alimpendeza Dorcas kwa suti yake ya rangi ya kahawia na tai aliyoivaa. Hata hivyo, licha ya macho ya Gachagua kuvutiwa na dada huyo na hata kumsajili kama mmoja wa wasomi wa chuo cha Kenyatta ambao wangeenda kuona Rais Moi, nia yake ya kumuoa haingetimia kwa urahisi namna hiyo. Dorcas Wanjiku anasimulia jinsi wakati akikutana na mumewe Rigiji alikuwa anasukumwa na msongo wa mawazo na matatizo mengi yaliyomfanya kupoteza tumaini la maisha, kwani alikuwa ametokea kwa familia ya kimaskini na babake alikuwa amekamatwa na kupoteza utajiri wake. Hatimaye mwezi Julai 1987, siku ambayo wanafunzi hao waliochaguliwa na Gachagua kwa niaba ya Profesa Mbithi walifaa kuenda kuona Rais Moi ikawadia. Siku hiyo Dorcas Wanjiku alipofika alimkimbilia Rais Daniel Moi alipokuwa amekaa, akijua kwamba walinzi wa Moi wangemchukulia kama tisho kwa rais na kumpiga risasi papo hapo. Hilo halikufanyika, na badala yake Rais Moi mwenyewe alipomuona mmoja wa wanafunzi anamkimbilia, mzee aliamka na kumpokea hata kabla walinzi hawajakutuka kumshika Dorcas. Daniel Moi alimkumbatia msichana huyo na wakazungumza, huku Rais Moi akimpa ushauri wa maisha moja kwa moja. Zaidi, Daniel Moi alimwambia Dorcas aje na mama yake na ndugu zake wamtembelee rais siku ambayo ingefuata katika makao yake hayo ya Kabarnet Gardens. Dorcas Wanjiku alipofika kwa Moi siku ya pili, alishangaa kumuona Rigathi Gachagua na mamake pia walikuwepo, na basi dada huyo akakutana na mama